ya Silver Striker itafanya mazoezi yake ya mwisho leo Benjamin Mkapa majira ya saa 11 kamili jioni. Ni muda ambao waandishi mtapata dakika 15 za kwanza kuweza kukava hiyo story. Tangazo la pili ni kuhusu siku ya mchezo kwa maana ya kesho pale Benjamin Mkapa. Kwa mujibu wa vikao ambavyo tumefanya na wenzetu wa ulinzi na usalama, lakini pia wamiliki wa uwanja wa Benjamin Mkapa, tumekubaliana mambo yafuatayo. Kwa kuwa mchezo wa kesho hakuna kiingilio, mageti yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi. Mageti yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi. Na mageti yatafungwa saa 8:30 mchana. Yatafunguliwa saa 4 kamili asubuhi na mageti yatafungwa saa 8:30 mchana. Kwa hiyo mageti yanawahi kufunguliwa na yatafungwa saa 8:30 mchana ni kuhakikisha watu wawahi mapema, tuepuke msongamano wakati wa kuingia, na pia tuepuke msongamano wa njia wakati timu zikiwa zinakuja uwanja wa Benjamin Mkapa. Hilo ni jambo muhimu nikasema ni wajuze, na ni vyema wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans na wapenzi wa mchezo wa mpira wa miguu kwa ujumla wajue kesho wanatakiwa kuwahi Benjamin Mkapa mapema, na saa 8:30 mageti yatakuwa yamefungwa kwa sababu tunaamini muda huo tayari uwanja utakuwa umeshajaa. Lakini ndani, ili watu wasiboreke, kutakuwa na burudani mbalimbali. Tutakuwa na listi ya DJs ambao watakuwa watuburudisha kutusogeza paka muda wa saa 9:30 ambako taratibu za mchezo zitakuwa zinaanza sasa kuelekea saa 11 kwenye mchezo wenyewe. Nje ukifika asubuhi tumefungua mageti mengi pasavyo, lakini kutakuwepo na magari maeneo ya karibu na kuingia uwanjani. Na haya magari tutakwenda kuyapiga picha na asubuhi tutakwenda kuonyesha maeneo ambayo tumeyaweka. Kwa mujibu wa taratibu za pale sasa hivi ukifika unatakiwa upite kwenye lile gari, kutakuwa kuna watu wasiopungua 5 ndani ya gari ambao utapita, watakukabidhi tiketi yako, utakwenda moja kwa moja mlangoni. Hakuna room ya kuchukua tiketi alafu kwenda kunywa maji au juisi nje. Ukichukua tiketi unadumbukia kwenye foleni, unaingia moja kwa moja ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Niombe sana Tanzania ambao tunakuja kesho kumshana kuhusu ustaarabu, kumshana kuhusu ungwana, kuanzia tunapotoka majumbani, tunapofika uwanjani, kufuata maelekezo yote ambayo tolewa na wenzetu wa ulinzi na usalama, na tukiingia pia ndani twende kwa lengo la kushangilia mpira. Tusiende kwa malengo ya vurugu, tusiende kwa malengo ya kutaka kuleta hali ambayo hairuhusiwi kwenye mechi hizi za kimashindano ya CAF, lakini pia sio hali za kiungwana kwenye viwanja vya mpira wa miguu. Kwa haya machache, kuna maswali? Kuna maswali kwa upande wa huku Yanga? Hapo. Karibu. Umesema watu waende kwa lengo la ustaarabu. Kwa mashabiki wengi wenye lengo tofauti wanaweza kaenda kesho. Ambao wanaweza sio mashabiki labda wa Yanga. Sana Tanzania. Sababu wao labda wengine wanaweza kuchafua labda yeye. Wanaweza kufanya sio wa mashabiki labda. Kufanya vitendo visivyokuwa vya ungwana uwanjani havibebi taswira ya timu yoyote duniani. Vinabeba taswira ya mashabiki wahuni ambao sio wastaarabu. Na sisi Yanga ukiangalia kwenye michezo yetu yote ambayo tumecheza katika misimu hii ya hivi karibuni, hakuna kitendo cha vurugu uwanjani. Na katika mechi hizo mashabiki wa timu nyingine pia huwa wanaruhusiwa kuingia kwenye mechi zetu. Sisi hatujawahi kumpiga shabiki na hatutampiga shabiki ambaye sio wa Yanga ambaye amekuja kuangalia mpira. Hata Silver Strikers wana mashabiki wao. Kuna Wamalai wanaishi hapa Tanzania, watakuja kuiunga mkono timu yao. Hao pia wanatakiwa wawe wastaarabu. Tuje pale, tufurahie mchezo, na mwisho wa siku atakayekuwa bora atapata matokeo mazuri, tunakwenda nyumbani tukiwa salama. Mpira tunakwenda kushindana kwa dakika 90. Zikiisha dakika 90, kila mmoja anatakiwa akumbuke usalama wa mwenzake, turudi majumbani tukiwa salama. Swali la pili, kwanza kwa pande sisi kama wachezaji ni kwenda kupambana kwa jasho na damu kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo. Lakini kikubwa hii sio ya kwetu peke yetu.
na sisi tungependa kurudi kwao mashabiki zetu siku ya kesho. Leo walale wakiwaza kwamba kesho tuna jambo muhimu ambalo tunabidi kwenda kulifanya katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Waje wajitokeze kwa wingi, waje kutupa support, na sisi kama wachezaji wao tunahakikishia na tunakwenda kupambana kupata matokeo kwenye mchezo huu. Wachezaji kupambana kwa asilimia zote kuweza kupata matokeo kwenye mchezo. Like I said, players are available. Only 2 they still be assessed, but everyone is available for the game tomorrow. Inshallah. Thank you very much, Coach Mabedi. We played away, and now we're playing home. Obviously, we need to find solution. As you know, we won't go down, and we have to go out there and change our tactical approach as well, and we have to attack this team. We don't have time to sit back or do anything, but we need to attack this team and make sure that we manage as well the team. And due to players, I think obviously a lot of players are available, and I think it's only Yao that is still assessing, and maybe also we'll see maybe 1 or 2 players that we need to still assess, but everyone is available. Maswali, karibu. Good morning once again, everyone. Just briefly, our preparation has been going well since we come back from Malawi. Though we stay a few days in Malawi due to the flights issue, but we managed to come on Monday, and we had session on Tuesday. We start camping on Tuesday, and so far our camping has been going well. However, the players also adapted very well, and they were excited, a lot of energy, and they know that they have to do better than they did in Malawi, since we're playing home here, and players are looking forward for the game. Thank you. Thank you, coach. Maandalizi kwa upande wetu sisi kama wachezaji tuko tayari kwa ajili ya mchezo, na tunatambua umuhimu wa mchezo huu ambao tunakwenda kucheza siku ya kesho. Kikubwa ni sisi kufocus na kujiandaa vizuri na kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo na kuingia katika hatua ya group stage. Maswali kwa Dickson Job. Kufanya vizuri na kuwa na maelewano. Unajua jambo la kwanza katika mchezo wote ili upate ushindi ni sisi kuweza kuzuia vizuri katika nafasi yetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji wa nafasi hiyo tumejiandaa vizuri na tumejipanga vizuri kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo huo ili kuweza kujihakikishia matokeo mazuri kwenye mchezo huo. Kubwa tumejipanga vizuri na inategemeana na mchezo husika. Mchezo ule ulikuwa na plani yake ambayo ilifeli, lakini mchezo huu tunakwenda na plani nyingine. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni kwenda kuyatekeleza yale ambayo mwalimu ameweza kutupa kuweza kufanya vyema kwenye huo mchezo. Psychologically, they know that we have come here to play for second league, which is very tough. Psychologically, they are equipped. They know the challenge which they are going to face, and probably we thank that we have got all the team. So it's a plus to us.